Habari njema ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Ilianza kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya: "Tazama, namtuma mjumbe wangu akutangulie, yeye atakutayarishia njia yako." Sauti ya mtu imesikika jangwani, mtayarishieni Bwana njia yake, nyoosheni mapito yake. Yohane Mbatizaji alitokea jangwani akahubiri kwamba ni lazima watu watubu na kubatizwa ili Mungu awasamehe dhambi zao. Watu kutoka sehemu zote za Yudea na wenyeji wote wa Yerusalemu walimwendea wakaziungama dhambi zao, naye akawabatiza katika mto Yordani. Yohane alikuwa amevaa vazi lililofumwa kwa manyoya ya ngamia na mkanda wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwituni. Naye alihubiri akisema, baada yangu anakuja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi, ambaye mimi sistahili hata kuinama na kufungua kamba za viatu vyake. Mimi ninawabatiza kwa maji, lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Siku hizo Yesu alifika kutoka Nazareti, mji wa Galilaya, akabatizwa na Yohane katika mto Yordani. Mara tu alipotoka majini, aliona mbingu zimefunguliwa na Roho akishuka juu yake kama njiwa. Sauti ikasikika kutoka mbinguni, "Wewe ni mwanangu mpendwa, nimependezwa nawe." Mara akaongozwa na Roho kwenda jangwani. Akakaa huko siku 40 akijaribiwa na Shetani. Alikuwa huko pamoja na wanyama wa porini, nao malaika wakawa wanamtumikia. Yohane alipokwisha fungwa gerezani, Yesu alikwenda Galilaya akahubiri habari njema ya Mungu akisema, "Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini habari njema." Alipokuwa anapita kando ya ziwa Galilaya, aliwaona wavuvi wawili, Simoni na Andrea ndugu yake, wakivua samaki kwa wavu. Yesu akawaambia, "Nifuateni, nami nitawafanya ninyi wavuvi wa watu." Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Alipokwenda mbele kidogo, aliwaona Yakobo na Yohane, wana wa Zebedayo, nao pia walikuwa ndani ya mashua yao wakizitengeneza nyavu zao. Yesu akawaita maanao, wakamwacha baba yao Zebedayo katika mashua pamoja na wafanyakazi, wakamfuata. Wakafika mjini Kafarnaumu, na mara ilipofika Sabato, Yesu akaingia katika sunagogi akaanza kufundisha. Watu wote waliomsikia walishangazwa na mafundisho yake, maana hakuwa anafundisha kama walimu wao wa sheria, bali kama mtu mwenye mamlaka. Mara akatokea mle ndani ya sunagogi mtu mmoja mwenye pepo mchafu. Akapaza sauti, "Una nini nasi, wewe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Najua wewe ni nani, wewe ni mtakatifu wa Mungu." Yesu akamkemea, "Nyamaza, mtoke mtu huyu." Basi huyo pepo mchafu akamtikisa-tikisa mtu huyo, kisha akalia kwa sauti kubwa, akamtoka. Watu wote wakashangaa, wakaulizana, "Ni mambo gani haya? Ni mafundisho mapya! Mtu huyu ana mamlaka ya kuamuru hata pepo wachafu, na wanamtii." Habari za Yesu zikaenea upesi kila mahali katika wilaya ya Galilaya. Wakatoka katika sunagogi wakaenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa Simoni, na Andrea, Yakobo na Yohane walikwenda pamoja nao. Basi mama mmoja mkwe Simoni alikuwa kitandani ana homa kali, wakamwalifu Yesu mara alipowasili. Yesu akamwendea huyo mama, akamshika mkono, akamuinua, na ile homa ikamwacha, akaanza kuwatumikia. Jioni jua lilipokwisha tuo, wakamletea Yesu wagonjwa wote na watu waliopagawa na pepo. Watu wote wa mji ule wakakusanyika nje ya mlango. Naye Yesu akawaponya watu wengi waliokuwa na magonjwa mbalimbali. Aliwafukuza pepo wengi, lakini hakuwaruhusu kusema kitu, maana walikuwa wanamjua yeye ni nani. Kesho yake
Kabla ya mapambazuko, Yesu alitoka akaenda mahali pa faragha kusali. Simoni na wenzake wakaenda kumtafuta. Walipomwona wakamwambia, "Kila mtu anakutafuta." Yesu akawaambia, "Twendeni katika miji mingine ya jirani nikahubiri huko pia, maana nimekuja kwa sababu hiyo." Basi akaenda kila mahali Galilaya, akihubiri katika masunagogi na kufukuza pepo. Mtu mmoja mwenye ukoma alimwendea Yesu, akapiga magoti, akamwomba, "Ukitaka waweza kunitakasa." Yesu akamwonea huruma, akanyosha mkono wake, akamgusa na kumwambia, "Nataka, takasika." Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasi. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi na kumwonya vikali, Usimwambie mtu yeyote jambo hili, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani. Kisha utoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako kama alivyoamuru Mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona. Shapiteri. Lakini huyo mtu akaenda akaanza kueneza habari hiyo kila mahali na kusema mambo mengi, hata Yesu hakuweza tena kuingia katika mji wowote waziwazi, ikamlazimu kukaa nje mahali pa faragha. Hata hivyo, watu wakamwendea kutoka kila upande. Baada ya siku kadhaa Yesu alirudi Kafarnaumu, watu wakapata habari kwamba alikuwa nyumbani. Basi wakaja watu wengi sana, hata nafasi yoyote ikakosekana mlangoni. Yesu alikuwa akiwahubiria ujumbe wake. Wakati mtu mmoja aliyepooza alipoletwa kwake, akiwa amechukuliwa na watu 4. Kwa sababu ya huo, umati wa watu hawakuweza kumpeleka karibu na Yesu. Basi wakatoboa sehemu ya dari iliyokuwa juu ya mahali alipokuwa Yesu. Walipokwisha pata nafasi, wakamteremsha huyo mtu akiwa amelala juu ya mkeka. Yesu alipoona imani yao akamwambia, "Huyo mtu aliyepooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi hapo wakawaza mioyoni mwao, Anatubutuje kusema hivyo? Anamkufuru Mungu. Hakuna mtu awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake. Yesu alitambua mara mawazo yao, akawaambia, "Mbona mnawaza leo mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kumwambia mtu huyu aliyepooza, umesamehewa dhambi zako, au kumwambia kinuba, chukua mkeka wako utembee? Basi nataka mjue kwamba Mwana wa Mtu anayo mamlaka ya kuwasamehe watu dhambi duniani." Hapo akamwambia huyo mtu aliyepooza, "Nakwambia, simama, chukua mkeka wako uende nyumbani." Watu wote wakiwa wanamtazama, huyo mtu akainuka, akauchukua mkeka wake, akaenda zake. Watu wote wakashangaa na kutukuza Mungu wakisema, "Hatujapata kamwe kuona jambo kama hili." Yesu alikwenda tena kanda ya ziwa. Umati wa watu ukamwendea, naye akaanza kuwafundisha. Alipokuwa akipita, akamwona Lawi mwana wa Alfayo ameketi katika ofisi ya ushuru. Yesu akamwambia, "Nifuate." Lawi akasimama akamfuata. Baadaye Yesu alikuwa amekaa mezani nyumbani kwa Lawi kula chakula. Watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuwa wamemfuata Yesu, na wengi wao wakawa wamekaa mezani pamoja naye na wanafunzi wake. Basi baadhi ya walimu wa sheria ambao walikuwa Mafarisayo walipomwona Yesu akila pamoja na watu wenye dhambi na watoza ushuru, wakawauliza wanafunzi wake, "Kwa nini akula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu alipowasikia akawaambia, "Watu wenye afya hawahitaji daktari, wanaomhitaji ni wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema, ila wenye dhambi." Wakati mmoja wa wanafunzi wa Yohane na wanafunzi wa Mafarisayo walikuwa wanafunga. Basi watu wakaja wakamuuliza Yesu, "Kwa nini wanafunzi wa Yohane na wa Mafarisayo wanafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akajibu, "Walioalikwa harusini wanawezaje kufunga kama bwana harusi
yupo pamoja nao wakati wote wawapo kule, na bwana harusi hawawezi kufunga. Lakini wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kati yao, wakati huo ndipo watakapofunga. Hakuna mtu anayekata kiraka kutoka katika nguo mpya na kukishonea katika nguo kuukuu. Kama akifanya hivyo, hicho kiraka kipya kitararuka kutoka hilo vazi kuukuu, nalo litaharibika zaidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Kama akifanya hivyo, divai litapasua hivyo viriba, nayo divai pamoja na hivyo viriba vitaharibika. Divai mpya hutiwa katika viriba vipya. Siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa anapika katika mashamba ya ngano. Walipokuwa wanatembea, wanafunzi wake wakaanza kukwanyua masuke ya ngano. Mafarisayo wakawaambia, "Tazama, kwa nini wanafanya jambo ambalo si halali kufanya wakati wa Sabato?" Yesu akawajibu, "Je, hamjapata kusoma juu ya kile alichofanya Daudi wakati alipohitaji chakula, yeye pamoja na wenzake waliona njaa? Naye akaingia ndani ya nyumba ya Mungu, akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Jambo hili lilifanyika wakati Abiathari alikuwa kuhani mkuu, na ni makuhani tu peke yao waliokuwa wameruhusiwa kula mikate hiyo, lakini Daudi aliila tena akawapa na wenzake." Basi Yesu akawaambia, "Sabato iliwekwa kwa ajili ya binadamu, na si binadamu kwa ajili ya Sabato." Sabter. Kwa hiyo Mwana wa Mtu ni Bwana hata wa Sabato. Yesu aliingia tena katika sunagogi, na mle ndani mlikuwa na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza. Humo baadhi ya watu walimngojea amponye mtu huyo siku ya Sabato ili wapate kumshtaki. Yesu akamwambia, "Huyo mtu aliyekuwa na mkono uliopooza, njoo hapa katikati." Kisha akawauliza, "Je, ni halali siku ya Sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya, kuokoa maisha au kuua?" Lakini wao hawakusema neno. Hapo akawatazama wote kwa hasira, akaona huzuni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kisha akamwambia, "Huyo mtu, nyosha mkono wako." Naye akaonyosha mkono wake ukawa mzima tena. Mara Mafarisayo wakatoka nje, wakafanya shauri pamoja na watu wa kikundi cha Herode jinsi ya kumwangamiza Yesu. Yesu aliondoka hapo pamoja na wanafunzi wake, akaenda kando ya ziwa, na umati wa watu ukamfuata. Watu hao walikuwa wametoka Yerusalemu, Yudea, Idumea ng'ambo ya mto Yordani, Tiro na Sidoni. Watu hao wengi walimwendea Yesu kwa sababu ya kusikia mambo mengi aliyokuwa ameyatenda. Yesu akawaambia wanafunzi wake wamtayarishie mashua moja ili umati wa watu usije ukamsonga. Alikuwa amewaponya watu wengi, na wagonjwa wote wakawa wanamsonga ili wapate kumgusa. Na watu waliokuwa wamepagawa na pepo wachafu walipomwona, walijitupa chini mbele yake na kupaza sauti, "Wewe ni Mwana wa Mungu." Lakini Yesu akawaamuru kwa ukali wasimjulishe kwa watu. Yesu alipanda kilimani, akawaita wale aliowataka, basi wakamwendea. Naye akawateua watu 12 ambao aliwaita mitume, wakae naye awatume kuhubiri, na wawe na mamlaka ya kuwafukuza pepo. Basi hao 12 walioteuliwa ndio hawa: Simoni, ambaye Yesu alimpa jina Petro; Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo. Yesu aliwapa hawa ndugu wawili jina Boanerge, maana yake wana ngurumo; Andrea na Filipo, Bartholomayo, Mathayo, Toma, Yakobo mwana wa Alfayo, Thadayo, Simoni Mkanani, na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu.
Kisha Yesu alikwenda nyumbani, umati wa watu ukakusanyika tena, hata Yesu na wafuasi wake wasiweze kupata nafasi ya kula chakula. Basi watu wa jamaa yake walipopata habari hiyo wakatoka kwenda kumchukua, maana walikuwa wanasema kwamba amepatwa na wazimu. Nao walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu wakasema, ana Beelzebuli, tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo. Kapo Yesu akawaita, akawaambia kwa mifano, Shetani anawezaje kumfukuza Shetani? Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi yanayopigana, utawala huo hauwezi kudumu. Tena ikiwa jamaa moja imegawanyika makundi yanayopingana, jamaa hiyo itaangamia. Ikiwa basi utawala wa Shetani umegawanyika vikundi, hauwezi kudumu, bali utaangamia kabisa. Hakuna mtu awezaye kuivamia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kumnyang'anya mali yake, isipokuwa kwanza amemfunga huyo mtu mwenye nguvu. Hapo ndipo atakapoweza kumnyang'anya mali yake. Kweli nawaambieni, watu watasamehewa dhambi zao zote na kufuru zao zote. Lakini anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe, ana hatia ya dhambi ya milele. Yesu alisema hivyo kwa sababu wanasema ana pepo mchafu. Mama yake Yesu na ndugu zake walifika hapo, wakasimama nje wakampelekea ujumbe kutaka kumuona. Umati wa watu ulikuwa umekaa hapo kumzunguka, basi wakamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje, wanataka kukuona. Yesu akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni kina nani? Hapo akawatazama watu waliokuwa wamemzunguka, asema, tazameni, hawa ndio mama yangu na ndugu zangu. Mtu yeyote anayefanya anayotaka Mungu, huyo ndiye kaka yangu, dada yangu na mama yangu. Yesu alianza kufundisha tena, akiwa kando ya ziwa. Umati mkubwa wa watu ulimzunguka hata ikambidi aingie katika mashua na kuketi. Watu wakawa wamekaa katika mshikamu kando ya ziwa. Aliwafundisha mambo mengi kwa mifano, na katika mafundisho yake aliwaambia, sikilizeni, mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe pasipokuwa na udongo mwingi. Mbegu hizo ziliota mara, kwa kuwa udongo haukuwa na kina. Jua lilipochomoza zikachomeka, na kwa kuwa mizizi yake haikuwa na nguvu zikanyauka. Nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba, ikakuwa na kuzisonga, nazo hazikuzaa nafaka. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikakuwa na kuzaa, moja punje 30, moja 60, na nyingine 100. Kisha akawaambia, mwenye masikio na asikie. Yesu alipokuwa peke yake, baadhi ya wale waliomsikia walimwendea pamoja na wale 12, wakamuuliza juu ya hiyo mifano. Naye akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya utawala wa Mungu, lakini wale walio nje wataambiwa kila kitu kwa mifano, ili watazame kweli, lakini wasione; wasikie kweli, lakini wasielewe; la sivyo wangemgeukia Mungu, naye angewasamehe. Basi Yesu akawauliza, je, ninyi hamwelewi mfano huu? Mtawezaje basi kuelewa mfano wowote? Mpanzi hupanda neno la Mungu. Watu wengine ni kama wale walio njiani, ambapo mbegu zilianguka. Hawa hulisikia hilo neno, lakini Shetani huja na kuliondoa neno hilo lililopandwa ndani yao. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa penye mawe matu, wanapolisikia hilo neno hulipokea kwa furaha, lakini haliwaingii na kuwa na mizizi ndani yao. Huendelea kulizingatia kwa kitambo tu, na wakati taabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya hilo neno, mara wanakata tamaa. Watu wengine ni kama zile limu zilizoanguka penye miti ya miiba. Huo ni mfano wa wale wanaolisikia hilo neno.
Lakini wasiwasi wa ulimwengu huo, anasa za mali na tamaa za kila namna huwaingia na kulisonga hilo neno, nao hawazai matunda. Lakini wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri, hawakulisikia hilo neno, wakalipokea, wakazaa matunda, wengine 30, wengine 60 na wengine 100. Yesu akaendelea kuwaambia, "Je, watu huwasha taa wakaileta ndani na kuifunika kwa pishi au kuiweka mvunguni? La, huiweka juu ya kinara. Basi kila kilichofichwa kitafichuliwa, na kila kilichofunikwa kitafunuliwa. Yeye mwenye masikio na asikie." Akawaambia pia, "Sikilizeni kwa makini mnachosikia. Kipimo kile kile mnachowapimia watu wengine ndicho mtakachopimiwa, tena mtazidishiwa. Aliye na kitu atapewa zaidi, asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa." Yesu akaendelea kusema, "Ufalme wa Mungu ni kama kifuatavyo: mtu hupanda mbegu shambani. Usiku hulala, mchana yu macho, na wakati huo mbegu zinaota na kukua, yeye hajui inavyofanyika. Udongo wenyewe huiwezesha mimea kukua na kuzaa matunda. Kwanza huchipua jani changa, kisha suke, na mwishowe nafaka ndani ya suke. Nafaka inapoliva, huyo mtu huanza kutumia mundu wake, maana wakati wa mavuno umefika." Tena Yesu akasema, "Tuufananishe utawala wa Mungu na nini? Tuueleze kwa mifano gani? Ni kama mbegu ya haradali, ambayo ni ndogo kuliko mbegu zote. Lakini ikishapandwa huota na kuwa mmea mkubwa kuliko mimea yote ya shambani. Matawi yake huwa makubwa, hata ndege wa angani huweza kujenga viota vyao katika kivuli chake." Yesu aliwahubiria ujumbe wake kwa mifano mingine mingi ya namna hiyo. Aliongea nao kadiri walivyoweza kusikia. Hakuongea nao chochote bila kutumia mifano, lakini alipokuwa pamoja na wanafunzi wake peke yao, alikuwa akiwafafanulia kila kitu. Jioni siku hiyo hiyo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Tuvuke ziwa twende ng'ambo." Basi wakauacha ule umati wa watu, wakamchukua Yesu katika mashua alimokuwa. Palikuwapo pia mashua nyingine hapo. Basi dhoruba kali ikaanza kuvuma, mawimbi yakaipiga ile mashua hata ikaanza kujaa maji. Yesu alikuwa sehemu ya nyuma ya mashua, amelala juu ya mto. Basi wanafunzi wakamwamsha na kumwambia, "Mwalimu, je, hujali kwamba sisi tunaangamia?" Basi akaamka, akaukemea ule upepo na kuiamrisha mawimbi yasiwe kimya. Tulia hapo. Upepo ukakoma, kukawa shwari kabisa. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Mbona mnaogopa? Je, bado hamna imani?" Shatkel. Nao wakaogopa sana, wakawa wanaulizana, "Huyu ni nani basi hata upepo na mawimbi vinamtii?" Basi wakafika katika nchi ya Wagerasi ng'ambo ya ziwa. Mara tu Yesu aliposhuka mashuani, mtu mmoja aliyepagawa na pepo mchafu alitoka makaburini, akakutana naye. Mtu huyo alikuwa akiishi makaburini, wala hakuna mtu aliyeweza tena kumfunga kwa minyororo. Mara nyingi walimfunga kwa pingu na minyororo, lakini kila mara aliweza kuikata hiyo minyororo na kuzivunja hizo pingu, wala hakuna mtu aliyeweza kumzuia. Mchana na usiku alikaa makaburini na milimani, akipaaza sauti na kujikatakata kwa mawe. Alipomwona Yesu kwa mbali, alimkimbilia, akamwinamia, akisema kwa sauti kubwa, "Una shauri gani nami, wewe Yesu, Mwana wa Mungu aliye juu? Kwa jina la Mungu nakusihi, usinitese." Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikuwa anamwambia pepo mchafu, "Mtoke mtu huyu." Basi Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Naye akajibu, "Jina langu ni Jeshi, maana sisi tu wengi."
Kisha akamsihi Yesu asiwafukuze hao pepo katika nchi ile. Kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe malishoni kwenye mteremko wa mlima. Basi hao pepo wakamsihi, "Utupeleke kwa hao nguruwe tuwaingie." Naye akawaruhusu. Basi hao pepo wachafu wakatoka wakawaingia wale nguruwe. Kundi lote la nguruwe wapatao 2,000 likaporomoka kwenye ule mteremko kali mpaka ziwani, likatumbukia majini. Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia, wakatangaza jambo hilo mjini na mashambani. Watu wakafika kuona yaliyotukia. Wakamwendea Yesu, wakamwona, na mtu yule yule aliyekuwa amepagawa na jeshi la pepo ameketi chini, amevaa nguo akisawa, wakaogopa. Watu walishuhudia tukio hilo, wakaeleza wengine mambo yaliyompata huyu mtu aliyekuwa amepagaa na pepo na juu ya wale nguruwe. Basi wakaanza kumwomba aondoke katika nchi yao. Yesu alipokuwa anapanda mashuani, yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo akamwomba amruhusu kwenda naye. Lakini Yesu akamkatalia. Badala yake akamwambia, "Nenda nyumbani kwa jamaa lako ukawaambie mambo yote Bwana aliyokutendea na jinsi alivyokuonea huruma." Basi huyo mtu akaenda, akaanza kutangaza huko Dekapoli mambo yote Yesu aliyomtendea. Watu wote wakashangaa. Yesu alivukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukakusanyika mbele yake, naye akawa amesimama kando ya ziwa. Hapo akaja mmojawapo wa maofisa wa sunagogi, jina lake Yairo. Alipomwona Yesu, akajitupa mbele ya miguu yake, akamsihi akisema, "Binti yangu mdogo ni mgonjwa karibu kufa. Twende, tafadhali ukamwekee mikono yako apate kupona na kuishi." Basi Yesu akaondoka pamoja naye. Watu wengi sana wakamfuata, wakawa wanamsonga kila upande. Mmojawapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbuka sana kuwaendea waganga wengi, ndawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote, hakupata nafuu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amesikia habari za Yesu, na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma, akagusa vazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea, "Nikigusa tu vazi lake, nitapona." Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka. Basi akaugeukia ule umati wa watu akauliza, "Nani aligusa mavazi yangu?" Wanafunzi wake wakamjibu, "Unaona jinsi watu wanavyokusonga, mbona wauliza, 'Nani aliyekugusa?'" Lakini Yesu akaendelea kutazama amuone huyo aliyefanya hivyo. Hapo huyo mwanamke, akifahamu yaliyompata, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote. Yesu akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani upone kabisa ugonjwa wako." Yesu alipokuwa bado anaongea, watu walifika kutoka nyumbani kwa yule ofisa wa sunagogi. Wakamwambia, "Binti yako amekwisha kufa, ya nini kuendelea kumsumbua Mwalimu?" Lakini bila kujali walichosema, Yesu akamwambia mkuu wa sunagogi, "Usiogope, amini tu." Wala hakumruhusu mtu yeyote kufuatana naye ila Petro, Yakobo na Yohane nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa ofisa wa sunagogi, naye Yesu akasikia makelele, kilio na maombolezo mengi. Akaingia ndani, akawaambia, "Mbona mnapiga kelele na kulia? Msichana hakufa, amelala tu." Lakini wao wakamcheka. Basi akawaondoa wote nje, akawachukua baba na mama ya huyo msichana na wale wanafunzi wake, wakaingia chumbani alimokuwa huyo msichana. Kisha akamshika mkono akamwambia, "Talita kumi," maana yake, "Msichana, akwambia, amka." Mara msichana akasimama akaanza kutembea. Alikuwa na umri wa miaka 12.
Hapo watu wakashangaa kupita kiasi. Chapter. Yesu akawakataza sana wasimjulishe mtu jambo hilo, kisha akawaambia wampe huyo msichana chakula. Yesu aliondoka hapo akaenda katika kijiji chake akifuatwa na wanafunzi wake. Siku ya Sabato ilipofika, alianza kufundisha katika sunagogi. Wengi waliomsikia walishangaa, wakasema, "Je, ameyapata wapi mambo haya? Ni hekima gani hii aliyopewa, tena anatendaje maajabu haya anayoyafanya? Je, huyu si yule seremala mwana wa Maria na ndugu yao kina Yakobo, Yose, Yuda na Simoni? Je, dada zake si wanaishi papa hapa kwetu?" Basi wakawa na mashaka naye. Yesu akawaambia, "Nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake, kwa jamaa zake na nyumbani mwake." Hakuweza kutenda miujiza hapo, ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache akawaponya. Alishangaa sana kwa sababu ya kutoamini kwao. Kisha Yesu alivitembelea vijiji vya pale karibu, akiwafundisha watu. Aliwaita wale wanafunzi 12, akaanza kuwatuma wawili wawili. Aliwapa uwezo wa kuwatoa pepo wachafu Na kuwaamuru, "Msichukue chochote mnapokwenda isipokuwa fimbo tu, msichukue ukate wala mkoba wala fedha kibindoni. Vaeni viatu, lakini msivae kanzu mbili." Tena aliwaambia, "Popote mtakapokaribishwa nyumbani, kaeni humo mpaka mtakapoondoka mahali hapo. Mahali popote ambapo watu watakataa kuwakaribisheni au kuwasikiliza, ondokeni hapo na kuyakunguta mavumbi miguuni mwenu kama onyo kwao." Basi wakaondoka wakahubiri watu watubu. Waliwafukuza pepo wengi wabaya, wakawapaka mafuta wagonjwa wengi, wakawapona. Basi Mfalme Herode alisikia juu ya hayo yote, maana sifa za Yesu zilienea kila mahali. Baadhi ya watu walikuwa wakisema, "Yohane Mbatizaji amefufuka kutoka wafu, ndiyo maana nguvu za miujiza zinafanya kazi ndani yake." Wengine walisema, "Mtu huyu ni Eliya." Wengine walisema, "Huyu ni nabii kama mmojawapo wa manabii wa kale." Lakini Herode alipopata habari hizi alisema, "Huyu ni Yohane, nilimkata kichwa, lakini amefufuka." Hapo awali Herode mwenyewe alikuwa ameamuru Yohane atiwe nguvuni, akamfunga gerezani. Herode alifanya hivyo kwa sababu ya Herodia, ambaye Herode alimwoa ingawaje haikuwa mke wa Filipo ndugu yake. Yohane alikuwa amemwambia Herode, "Si halali kwako kumchukua mke wa ndugu yako." Basi Herodia alimchukia sana Yohane, akataka kumuua asiweze. Herode alimwogopa Yohane kwa maana alijua kwamba yeye ni mtu mwema na mtakatifu, na hivyo akamlinda. Herode alipenda kumsikiliza Yohane, ingawaje baada ya kumsikiliza alifadhaika sana. Ikapatikana nafasi wakati wa sikukuu ya kuzaliwa kwake. Herode aliwafanyia karamu wazee wa baraza lake, majemadari na viongozi wa Galilaya. Basi binti yake Herodia aliingia akacheza, akawafurahisha sana Herode na wageni wake. Mfalme akamwambia huyo msichana, "Niombe chochote utakacho nami nitakupa." Tena akamwapia, "Chochote utakachoniomba nitakupa, hata ikiwa ni nusu ya ufalme wangu." Hapo yule msichana akatoka akamuuliza mama yake, "Niombe nini?" Naye akamjibu, "Kichwa cha Yohane Mbatizaji." Msichana akamrudia mfalme mbio akamwomba, "Nataka unipe sasa hivi katika sinia kichwa cha Yohane Mbatizaji." Mfalme akahuzunika sana, lakini kwa sababu ya kiapo chake na kwa ajili ya wale wageni wake karamuni, hakutaka kumkatalia. Basi mfalme akamwamuru askari kukileta kichwa cha Yohane, na askari akaenda akamkata kichwa Yohane mle gerezani. Akakileta katika sinia,
akampa msichana, naye msichana akampa mama yake. Wanafunzi wa Yohane walipopata habari walikwenda, wakachukua mwili wake wakauzika kaburini. Wale mitume walirudi wakakusanyika mbele ya Yesu, wakamwarifu yote waliyotenda na kufundisha. Alisema, hivyo kwa kuwa kulikuwa na watu wengi mno walikuwa wanafika hapo na kuondoka, hata Yesu na wanafunzi wake hawakuweza kupata nafasi ya kula chakula, basi Yesu akawaambia, twendeni peke yetu mahali pa faragha kula chakula mkapumzike kidogo. Basi wakaondoka peke yao kwa mashua wakaenda mahali pa faragha. Lakini watu wengi waliwaona wakienda, wakawatambua, hivyo wengi wakatoka katika kila mji wakakimbilia huko Yesu na wanafunzi wake walikokuwa wanakwenda, wakawatangulia kufika. Waliposhuka pwani, Yesu aliona umati mkubwa wa watu akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji, akaanza kuwafundisha mambo mengi. Saa za mchana zilikwisha pita, basi wanafunzi wakamwendea Yesu wakamwambia, hapa ni nyikani na sasa kuna kuchwa. Afadhali uage watu waende mashambani na katika vijiji vya jirani wanunue chakula. Lakini Yesu akawaambia, wapeni nini chakula? Nao wakamuuliza, je, twende kununua mikate kwa fedha dinari 200 na kuwapa chakula? Yesu akawauliza, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazane. Walipokwisha tazama, wakamwambia, kuna mikate 5 na samaki 2. Basi Yesu akawaamuru wanafunzi wawaketishe watu wote makundi makundi penye nyasi. Nao wakaketi makundi makundi ya watu 100 na ya watu 50. Kisha Yesu akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu, akaimega mikate, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu, na wale samaki 2 pia akawagawia wote. Watu wote wakala wakashiba. Wakaokota mabaki ya mikate na samaki, pia wakajaza vikapu 12. Nao waliokula hiyo mikate walikuwa wanaume 5,000. Mara Yesu akawaamuru wanafunzi wake wapande mashua wamtangulie kwenda Bethsaida ng'ambo ya ziwa, wakati yeye anauaga umati wa watu. Baada ya kuwaaga watu, alikwenda mlimani kusali. Ilipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya ziwa, naye alikuwa peke yake katika nchi kavu. Basi akawaona wanafunzi wake wakitaabika kwa kupiga makasia, maana upepo ulikuwa unawapinga karibu na mapambazuko. Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji. Alitaka kuwapita, lakini walimwona akitembea juu ya maji, wakadhani ni mzimu, wakapiga yowe. Maana wote walipomwona waliogopa sana. Mara Yesu akasema nao, tulieni, ni mimi, msiogope. Kisha akapanda mashuani walimokuwa, na upepo ukatulia, nao wakashangaa sana, maana hawakuwa bado wameelewa maana ya ile mikate, akili zao zilikuwa bado zimepumbazika. Walivuka ziwa wakafika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Walipotoka mashuani, mara watu wakamtambua Yesu. Basi kwa haraka wakazunguka katika nchi ile yote, wakaanza kuwachukua wagonjwa wamelala juu ya mikeka yao, wakawapeleka kila mahali waliposikia Yesu yupo. Chapteri. Kila mahali Yesu alipokwenda, vijijini, mijini au mashambani, watu waliwaweka wagonjwa uwanjani, wakamsihi waguse wala upindo la vazi lake, na wote waliomgusa walipona. Bali ya Mafarisayo na walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu walikusanyika mbele ya Yesu. Waliona kwamba baadhi ya wanafunzi wake walikula mikate kwa mikono najisi, yaani bila kunawa. Maana Mafarisayo na Wayahudi wengine wote huzingatia mapokeo ya wazee wao, hawali kitu kabla ya kunawa mikono ipasavyo.
Tena hawale kitu chochote kutoka sokoni mpaka wamekiosha kwanza. Kuna pia desturi nyingine walizopokea, kama vile namna ya kuosha vikombe, sufuria na vyombo vya shaba. Basi Mafarisayo na walimu wa sheria wakamuuliza Yesu, "Mbona wanafunzi wako hawayajali mapokeo tuliyopokea kwa wazee wetu, bali hula chakula kwa mikono najisi?" Yesu akawajibu, "Wanafiki, ninyi! Nabii Isaya alitabiri ukweli juu yenu alipoandika, watu hawa asema, Mungu huniheshimu kwa maneno matupu, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Kuniabudu kwao hakufai, maana mambo wanayofundisha ni maagizo ya kibinadamu tu." Ninyi mnaiacha amri ya Mungu na kushikilia maagizo ya watu. Yesu akaendelea kusema, ninyi mnajua kuepa kwa ujanja sheria ya Mungu kwa ajili ya kufuata mapokeo yenu. Maana Mose aliamuru, "Waheshimu baba yako na mama yako," na anayemlaani baba au mama lazima afe. Lakini ninyi mwafundisha kama mtu anacho kitu ambacho angeweza kuwasaidia nacho baba au mama yake, lakini akasema kwamba kitu hicho ni korbani, yaani ni zawadi kwa Mungu, basi halazimiki tena kuwasaidia wazazi wake. Hivyo ndivyo mnavyodharau neno la Mungu kwa ajili ya mafundisho mnayopokezana, tena mnafanya mambo mengi ya namna hiyo. Yesu aliuita tena ule umati wa watu akawaambia, "Nisikilizeni nyote mkaelewe. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje ambacho chaweza kumtia mtu najisi, lakini kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia mtu najisi. Yeye mwenye masikio na asikie." Alipouacha umati wa watu na kuingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza maana ya huu mfano. Naye akawaambia, "Je, hata ninyi hamwelewi? Je, hamwelewi kwamba kitu kinachoingia mtu toka nje hakiwezi kumtia unajisi? Kwa maana hakimwingii moyoni, ila tumboni, na baadaye hutolewa nje chooni. Kwa kusema hivyo, Yesu alivihalalisha vyakula vyote." Akaendelea kusema kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia najisi. Kwa maana kutoka ndani katika moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, uchoyo, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, kashfa, kiburi na upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani ya mtu, nayo humtia mtu najisi. Yesu aliondoka hapo akaenda hadi wilaya ya Tiro. Huko aliingia katika nyumba moja na hakutaka mtu ajue, lakini hakuweza kujificha. Mwanamke mmoja ambaye binti yake alikuwa na pepo alisikia habari za Yesu, basi akaja akalitupa chini mbele ya miguu yake. Mama huyo alikuwa Mgiriki mwenyeji wa Sirofonike, basi akamwomba Yesu amtoe binti yake pepo mchafu. Yesu akamwambia, "Kwanza watoto washibe, kwa maana si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Lakini huyo mama akasema, "Sawa Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto." Yesu akamwambia, "Kwa sababu ya neno hilo, nenda, pepo amemtoka binti yako." Basi akaenda nyumbani kwake, akamkuta mtoto amelala kitandani na pepo amekwisha mtoka. Kisha Yesu aliondoka wilayani Tiro akapitia Sidoni, akafika ziwa Galilaya kwa kupitia nchi ya Dekapoli. Basi wakamletea bubu kiziwi, wakamwomba amwekee mikono. Yesu akamtenga na umati wa watu, akamtia vidole masikioni, akatema mate na kumgusa kulimi. Kisha akatazama juu mbinguni, akapiga kite, akamwambia, "Efata," maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka na ulimi wake ukafunguliwa, akaanza kusema, "Sawa sawa." Yesu akawaamuru wasimwambie mtu juu ya jambo hilo,
Lakini kadiri alivyowakataza ndivyo alivyozidi kutangaza habari hiyo. Chapter. Watu walishangaa sana wakasema, amefanya yote vyema. Amewajalia viziwi kusikia na bubu kusema. Wakati huo umati mkubwa wa watu ulikusanyika tena na hawakuwa na chakula. Basi Yesu akawaita wanafunzi wake akawaambia, nawahurumia watu hawa kwa sababu wamekuwa nami kwa muda wa siku 3 wala hawana chakula. Nikiwaacha waende nyumbani wakiwa na njaa watazimia njiani, maana baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamuuliza, hapa nyikani itapatikana wapi mikate ya kuwashibisha watu hawa wote? Yesu akawauliza, mnayo mikate mingapi? Nao wakamjibu, 7. Basi akawaamuru watu wakae chini, akaitoa ile mikate 7, akamshukuru Mungu, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu, nao wakawagawia. Walikuwa pia na visamaki vichache. Yesu akavibariki, akaamuru vigawiwe watu vile vile. Watu wakala, wakashiba, wakaokota mabaki yaliyosalia wakajaza makapu 7. Nao waliokula walikuwa watu wapatao 4,000. Yesu akawaada. Na mara akapanda mashua pamoja na wanafunzi wake, akaenda wilaya na Dalmanuta. Mafarisayo walikuja wakaanza kujadiliana na Yesu kwa kumjaribu, wakamtaka awafanyie ishara kuonyesha anayo idhini kutoka mbinguni. Yesu akahuzunika rohoni akasema, mbona kizazi hiki kinataka ishara kweli? Nawaambieni, kizazi hiki hakitapewa ishara yoyote. Basi akawaacha, akapanda tena mashua, akaanza safari kwenda ng'ambo ya pili ya ziwa. Wanafunzi walikuwa wamesahau kuchukua mikate. Walikuwa na mkate mmoja tu katika mashua. Yesu akawaonya, angalieni sana, jihadharini na chachu ya Mafarisayo, machachu ya Herode. Wanafunzi wakaanza kujadiliana wao kwa wao, anasema hivyo kwa kuwa hatuna mikate. Yesu alitambua hayo, akawaambia, mbona mnajadiliana juu ya kutokuwa na mikate? Je, bado hamjafahamu wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu imeshupaa? Je, mnayo macho na hamuoni? Mnayo masikio na hamsikii? Je, hamkumbuki? Wakati ule nilipoimega lile mikate 5 na kuwapa watu 5,000, mlikusanya vikapu vingapi vya mabaki ya makombo? Wakamjibu, 12. Na nilipoimega ile mikate 7 na kuwapa watu 4,000, mlikusanya makapu mangapi ya makombo? Wakamjibu, 7. Basi akawaambia, na bado hamjaelewa. Yesu alifika Betsaida pamoja na wanafunzi wake. Huko watu wakamletea kipofu mmoja, wakamwomba amguse. Yesu akamshika mkono huyo kipofu, akampeleka nje ya kijiji, akamkemea mate machoni, akamwekea mikono, akamuuliza, je, unaweza kuona kitu? Huyo kipofu akatazama, akasema, ninawaona watu wanaoonekana kama miti inayotembea. Kisha Yesu akamwekea tena mikono machoni, naye akakaza macho, uwezo wake wa kuona ukamrudia, akaona kila kitu sawasawa. Yesu akamwambia aende zake nyumbani na kumwamuru, usirudi kijijini. Kisha Yesu na wanafunzi wake walikwenda katika vijiji vya Kaisaria Filipi. Walipokuwa njiani, Yesu aliwauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Wakamjibu, wengine wanasema, wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, na wengine mmojawapo wa manabii. Naye akawauliza, na nini? Je, mnasema mimi ni nani? Petro akamjibu, wewe ndiwe Kristo. Kisha Yesu akawaonya wasimwambie mtu yeyote habari zake.
Yesu alianza kuwafundisha wanafunzi wake, lazima Mwana wa Mtu apatwe na mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na walimu wa sheria, atauawa na baada ya siku 3 atafufuka. Yesu aliwaambia jambo hilo waziwazi. Basi Petro akamchukua kando, akaanza kumkemea. Lakini Yesu akageuka, akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akisema, "Ondoka mbele yangu, Shetani, fikira zako si za kimungu, ila ni za kibinadamu." Kisha akawita umati wa watu pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, "Mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu, lazima ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza, lakini mtu atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema atayaokoa. Je, kuna faida gani mtu kupata ulimwengu wote na kuyapoteza maisha yake? Ama mtu atatoa kitu gani badala ya maisha yake? Chapter. Mtu yeyote katika kizazi hiki kiovu na kisichomjali Mungu anayenionea aibu mimi na mafundisho yangu, Mwana wa Mtu atamwonea aibu. Mtu huyo wakati atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Yesu akaendelea kuwaambia, kweli nawaambieni, wako wengine papa hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona ufalme wa Mungu ukija kwa enzi. Baada ya siku 6 Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohane juu ya mlima mrefu kati yao. Huko Yesu akageuka sura mbele yao. Mavazi yake yakamlaa yakawa meupe sana, jinsi dobi yeyote duniani asingeweza kuyafanya meupe. Eliya na Mose wakawatokea wakazungumza na Yesu. Petro akamwambia Yesu, "Mwalimu, ni vizuri sana kwamba tuko hapa. Basi afadhali tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Mose na kimoja cha Eliya." Yeye na wenzake waliogopa hata hakujua la kusema. Kisha likatokea wingu likawafunika na sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu, "Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni." Mara wanafunzi hao wakatazama tena, lakini hawakumuona mtu mwingine ila Yesu peke yake pamoja nao. Walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwakataza wasimwambie mtu yeyote mambo aliyoyaona mpaka Mwana wa Mtu atakapokuwa amefufuka kutoka wafu. Basi wakashika agizo hilo, lakini wakawa wanajadiliana wao kwa wao maana ya kufufuka kutoka wafu. Wakamuuliza Yesu, "Mbona walimu wa sheria wanasema kwamba ni lazima Eliya aje kwanza?" Naye akawajibu, "Naam, Eliya anakuja kwanza kutayarisha yote. Hata hivyo, kwa nini basi imeandikwa katika maandiko matakatifu kwamba Mwana wa Mtu atapatwa na mateso mengi na kudharauliwa? Lakini nawaambieni, Eliya amekwisha kuja, nao wakamtendea walivyotaka kama ilivyoandikwa juu yake." Walikowafikia wale wanafunzi wengine, waliona umati mkubwa wa watu hapo, na baadhi ya walimu wa sheria walikuwa wanajadiliana nao. Mara tu ule umati wa watu ulipomwona, wote walishangaa sana, wakamkimbilia wamsalimu. Yesu akawauliza, "Mnajadiliana nini nao?" Hapo mtu mmoja katika ule umati wa watu akamjibu, "Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo aliyemfanya kuwa bubu. Kila mara anapovamia humwangusha chini na kumfanya atokwe na povu kinywani, akisaga meno na kuwa mkavu mwili wote. Niliwaomba wanafunzi wako wamtoe huyo pepo, lakini hawakuweza." Yesu akawaambia, "Enyi kizazi kisicho na imani, nini nitakaa nanyi hadi lini? Nitawavumilia hadi lini? Mleteni kwangu." Wakampeleka. Mara tu huyo pepo alipomwona Yesu, alimtia mtoto kifafa, naye mtoto akaanguka chini,
akagaagaa na kutoka povu kinywani. Yesu akamuuliza baba yake huyo mtoto, amepatwa na mambo hayo tangu lini? Naye akamjibu, tangu utoto wake. Na mara nyingi pepo huyo anamwangusha motoni na majini ili amwangamize kabisa. Basi ikiwa waweza, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, eti ikiwa waweza, mambo yote yanawezekana kwa mtu aliye na imani. Hapo huyo baba akalia kwa sauti, naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie. Yesu alipouona umati wa watu unaongezeka upesi mbele yake, alimkemea yule pepo mchafu, pepo unayemfanya huyu mtoto kuwa bubu kiziwi, na kuamuru, mtoke mtoto huyu, wala usimwingie tena. Hapo huyo pepo alipaaza sauti, akamwangusha huyo mtoto chini. Kisha akamtoka mtoto. Alionekana kama maiti, hata wengine walisema, amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Yesu alipoingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza kwa faragha, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa? Naye akawaambia, pepo wa aina hii hawezi kutoka isipokuwa kwa sala tu. Yesu na wanafunzi wake waliondoka hapo, wakaendelea na safari kupitia wilaya ya Galilaya. Yesu hakupenda watu wajue alipokuwa, kwa sababu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Aliwaambia, Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa watu ambao watamuua, lakini siku ya tatu baada ya kuuawa atafufuka. Wanafunzi hawakufahamu jambo hilo, wakaogopa kumuuliza. Basi walifika Kafarnaumu, na alipokuwa nyumbani, aliwauliza, mlikuwa mnajadiliana nini njiani? Lakini wao wakanyamaza, maana njiani walikuwa wamebishana ni nani aliye mkuu kati yao. Yesu akaketi chini, akawaita wale 12, akawaambia, yeyote anayetaka kuwa wa kwanza lazima awe wa mwisho na kuwa mtumishi wa wote. Kisha akamchukua mtoto mdogo, akamsimamisha kati yao, akamkumbatia, halafu akawaambia, anayempokea mtoto kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi, na anayenipokea mimi hanipokei mimi tu, bali anampokea yule aliyenituma. Yohana akamwambia, Mwalimu, tumemwona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako, na tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu. Lakini Yesu akasema, msimkataze, maana hakuna mtu anayefanya muujiza kwa jina langu na papo hapo akaweza kusema mabaya juu yangu. Maana asiyepingana nasi yuko upande wetu. Mtu yeyote atakayewapeni kikombe cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni watu wake, Kristo hakika hatakosa kupata tuzo lake. Mtu yeyote atakayemfanya mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini atende dhambi, ingekuwa afadhali kwa mtu huyo kufungiwa shingoni mwake kiwe kubwa la kusagia na kutupwa baharini. Mkono wako ukikukosesha ukate, afadhali kuingia kwenye uzima bila mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda katika moto wa jehanamu. Humo wadudu wake hawafi na moto hauzimiki. Mguu wako ukikukosesha ukate, afadhali kuingia katika uzima bila mguu mmoja kuliko kuwa na miguu yote miwili na kutupwa katika moto wa jehanamu.
humo wadudu wake hawafi na moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha linguoe, afadhali kuingia katika utawala wa Mungu ukiwa na jicho moja tu kuliko kuwa na macho yako yote mawili na kutupwa katika moto wa jehanamu. Humo wadudu wake hawafi na moto hauzimiki. Maana kila mmoja atakolezwa kwa moto. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Muwe na chumvi ndani yenu na kudumisha amani kati yenu. Yesu alitoka hapo akaenda mkoani Yudea na hata ngambo ya mto Yordani. Umati wa watu ukamwendea tena, naye akawafundisha tena kama ilivyokuwa desturi yake. Basi Mafarisayo wakamwendea na kwa kumjaribu wakamuuliza, "Je, ni halali mtu kumpa talaka mkewe?" Yesu akawajibu, "Mose aliwapa maagizo gani?" Nao wakasema, "Mose aliagiza mume kumpatia mkewe atia talaka na kumwacha." Yesu akawaambia, "Mose aliwaandikia amri hiyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu kuumbwa ulimwengu, Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Hivyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataungana na mkewe, Nao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao si wawili tena bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, binadamu asitenganishe." Walipoingia tena ndani ya nyumba, wanafunzi wake walimuuliza juu ya jambo hilo. Naye akawaambia, "Anayemwacha mkewe na kuoa mwingine anazini dhidi ya mkewe. Na mwanamke anayemwacha mumewe na kuolewa na mwingine anazini." Watu walimletea Yesu watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi wakawakemea. Yesu alipoona hivyo, alikasirika, akawaambia, "Waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya watu walio kama watoto hawa. Nawaambieni kweli, yeyote aliyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hataingia katika ufalme huo." Kisha akawapokea watoto hao, akawawekea mikono, akawabariki. Yesu alipoanza tena safari yake, mtu mmoja alimjia mbio, akapiga magoti mbele yake, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanyeje ili niupate uzima wa milele?" Yesu akamjibu, "Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Unazifuata amri: usizini, usiue, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, usidanganye, waheshimu baba na mama yako." Naye akamjibu, "Mwalimu, hayo yote nimeyazingatia tangu ujana wangu." Yesu akamtazama, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze vitu ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Aliposikia haya alisikitika, akaenda zake akiwa na huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama pande zote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi gani itakavyokuwa vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi walishangazwa na maneno yake. Yesu akawaambia tena, "Watoto wangu, ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi zaidi ngamia kupita katika tundu la sindano kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Wanafunzi wake wakashangaa sana, wakaulizana, "Ni nani basi atakayeweza kuokoka?" Yesu akawatazama akawaambia, "Kwa binadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu si hivyo, maana kwa Mungu mambo yote huwezekana." Petro akamwambia, "Na sisi, je, tumeacha yote tukahufuata?" Yesu akasema, "Kweli nawaambieni, kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au dada au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema,
akapokea mara 100 zaidi. Wakati huu wa sasa nyumba, ndugu, dada, mama, watoto na mashamba pamoja na mateso, na katika wakati ujao atapokea uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Basi walikuwa njiani kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa anatangulia. Wanafunzi wake walijawa na hofu, na watu waliofuata waliogopa. Yesu akawachukua tena kando wale 12, akaanza kuwaambia yale yatakayompata. Sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na walimu wa sheria. Nao watamhukumu auawe na kumkabidhi kwa watu mataifa. Nao watamdhihaki, watamtemea mate, watampiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo walimwendea Yesu wakamwambia, "Mwalimu, tunataka utufanyie kitu tutakachokuomba." Yesu akawauliza, "Mnataka niwafanyie nini?" Wakamjibu, "Uturuhusu tuketi mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto katika utukufu wa ufalme wako." Yesu akawaambia, "Hamjui mnachoomba. Je, mnaweza kunywa kikombe nitakachokunywa, au kubatizwa kama nitakavyobatizwa?" Wakamjibu, "Tunaweza." Yesu akawaambia, "Kikombe nitakachokunywa mtakinywa kweli, na mtabatizwa kama nitakavyobatizwa. Lakini ni nani atakayeketi kulia au kushoto kwangu si wajibu wangu kupanga, bali nafasi hizo watapewa wale waliotayarishiwa." Wale wanafunzi wengine 10 waliposikia hayo walianza kuchukizwa na Yakobo na Yohane. Yesu akawaita akawaambia, "Mnajua kwamba wale wanaofikiriwa kuwa watawala wa mataifa watawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huwamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo, ila anayetaka kuwa mkuu kati yenu sharti awe mtumishi wenu. Anayetaka kuwa wa kwanza sharti awe mtumishi wa wote. Maana Mwana wa Mtu hakuja kutumikiwa, ila alikuja kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi." Basi wakafika Yeriko, na Yesu alipokuwa anatoka katika mji huo akiwa na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu, kipofu mwombaji aitwaye Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa ameketi kando ya barabara. Aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti alikuwa anapita mahali hapo, alianza kupaaza sauti, "Yesu, Mwana wa Daudi, nihurumie." Watu wengi walimkemea ili anyamaze, lakini yeye akazidi kupaaza sauti, "Mwana wa Daudi, nihurumie." Yesu alisimama akasema, "Mwiteni basi." Wakamwita huyo kipofu wakamwambia, "Jipe, simama, anakuita." Naye akatupilia mbali vazi lake, akaruka juu akamwendea Yesu. Yesu akamuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Huyo kipofu akamwambia, "Mwalimu, naomba nipate kuona." Yesu amwambia, "Nenda, imani yako imekupona." Mara huyo kipofu akaweza kuona, akamfuata Yesu njiani. Walikokuwa wanakaribia Yerusalemu, walifika Bethfage na Bethania karibu na Mlima Zeituni. Hapo aliwatuma 2 wa wanafunzi wake. Akawaambia, "Nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mtakapokuwa mnaingia humo, mtakuta mwana-punda amefungwa ambaye bado hajatumiwa, na mtumfungueni mkamlete. Kama mtu akiwauliza, 'Mbona mnafanya hivyo?' mwambieni, Bwana anamhitaji na atamrudisha hapa mara." Basi wakaenda wakamkuta mwana-punda barabarani, amefungwa mlangoni. Walipokuwa wakimfungua, baadhi ya watu waliokuwa wamesimama hapo wakawauliza, "Kwa nini mnamfungua huyo mwana-punda?" Wanafunzi wakajibu kama Yesu alivyokuwa amewaambia,
nao wakawaacha waende zao. Wakampelekea Yesu huyo mwana-punda, wakatandika mavazi yao juu ya huyo mwana-punda, na Yesu akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza nguo zao barabarani, wengine wakatandaza matawi ya miti waliyoyakata mashambani. Watu wote waliotangulia na wale waliofuata wakapaaza sauti zao akisema, Hosana, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana. Ubarikiwe ufalme ujao wa baba yetu Daudi, Hosana juu mbinguni. Yesu aliingia mjini Yerusalemu, akaenda moja kwa moja mpaka hekaluni, akatazama kila kitu kwa makini. Lakini kwa vile ilikwisha kuwa jioni, akaenda Bethania pamoja na wale 12. Kesho yake walipokuwa wanatoka Bethania, Yesu aliona njaa. Basi akaona kwa mbali mtini wenye majani mengi, akauendea ili aone kama ulikuwa na tunda lolote. Alipoufikia aliukuta bila tunda lolote, ila majani matupu, kwa vile hayakuwa majira ya mtini kuzaa matunda. Hapo akauambia mtini, tangu leo hata milele mtu yeyote asile matunda kwako. Nao wanafunzi wake walisikia maneno hayo. Basi wakafika Yerusalemu. Yesu akaingia hekaluni, akaanza kuwafukuza nje watu waliokuwa wanauza kununua vitu humo ndani, akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilishana fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Hakumruhusu mtu yeyote kupitia hekaluni akichukua kitu. Kisha akawafundisha, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Makuhani wakuu na walimu wa sheria waliposikia haya, walianza kutafuta njia ya kumwangamiza, lakini walimwogopa kwa sababu umati wa watu ulishangazwa na mafundisho yake. Ilipokuwa jioni, Yesu na wanafunzi wake waliondoka mjini. Asubuhi na mapema walipokuwa wanapita, waliuona ule mtini umenyauka wote hata mizizi. Petro aliukumbuka, akamwambia Yesu, Mwalimu, tazama ule mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akawaambia, mwaminini Mungu. Nawaambieni kweli, mtu akiwaambia mlima huu ng'oka ukajitose baharini bila kuwa na shaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba mambo yote anayosema yanafanyika, atafanyiwa jambo hilo. Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, aminini kwamba mmekipokea nanyi mtapewa. Mnaposimama kusali, sameheni kila mtu aliyewakosea chochote, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini msipowasamehe wengine, hata Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Basi wakafika tena Yerusalemu. Yesu alipokuwa akitembea hekaluni, makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee walimwendea. Wakamuuliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani aliyekupa mamlaka ya kufanya mambo haya? Lakini Yesu akawaambia, nitawaulizeni swali moja, mkinijibu, na pia nitawaambieni ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Je, mamlaka ya Yohana ya kubatiza yalitoka mbinguni ama kwa watu? Nijibuni. Wakaanza kujadiliana, tukisema, yalitoka mbinguni. Atatuuliza, basi mbona hamkumsadiki? Na tukisema yalitoka kwa watu, waliogopa umati wa watu, maana wote waliamini kwamba Yohana alikuwa kweli nabii. Shaptea. Basi wakamjibu Yesu, sisi hatujui. Yesu akawaambia, nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Yesu alianza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalizungushia ukuta, na katikati yake akachimba kisima cha kusindikia divai, akajenga mnara. Pia akalikodisha shamba hilo kwa wakulima, akasafiri hadi nchi ya mbali. Wakati wa mavuno
alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akamletee sehemu ya mazao ya shamba lake. Wale wakulima wakamkamata, wakampiga, wakamrudisha mikono mitupu. Akatuma tena mtumishi mwingine, huyu akamuumiza kichwa na kumtendea vibaya. Mwenye shamba akatuma mtumishi mwingine tena, na huyo wakamuua. Wengine wengi waliotumwa, baadhi yao walipiba na wengi wakauawa. Alibakiwa bado na mtu mmoja, yaani mwanawe mpendwa. Mwishowe akamtuma huyo akisema, watamheshimu mwanangu. Lakini hao wakulima wakaambiana, huyu ndiye mrithi, basi tumuue ili urithi wake uwe wetu. Kwa hiyo wakamkamata, wakamuua na kumtupa nje ya lile shamba la mizabibu. Basi mwenye shamba atafanya nini? Atakuja kuangamiza hawa wakulima na kulikodisha hilo shamba la mizabibu kwa watu wengine. Je, hamjasoma maandiko haya? Jiwe walilokataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Bwana ndiye aliyefanya jambo hili, nalo ni la ajabu sana kwetu. Makuhani, wakuu, walimu wa sheria na wazee walifahamu ya kwamba mfano huu ulikuwa unawahusu, kwa hiyo walijaribu kumtia nguvuni. Lakini waliogopa umati wa watu, basi wakamwacha wakaenda zao. Basi baadhi ya Mafarisayo na wafuasi wa kikundi cha Herode walitumwa ili wamtege Yesu kwa maneno yake. Wakamwendea wakamwambia, "Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu unayesema ukweli mtupu, wala humjali mtu yeyote wala cheo cha mtu si kitu kwako, lakini wafundisha ukweli kuhusu njia ya Mungu. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari, au la tulipe au tusilipe?" Lakini Yesu alijua unafiki wao, akawaambia, "Mbona mnanijaribu? Nionyesheni sarafu." Wakamwonyesha, naye akawauliza, "Sura na chapa hii ni ya nani?" Wakamjibu, "Ni ya Kaisari." Basi Yesu akawaambia, "Mpeni Kaisari yaliyo yake Kaisari, na Mungu yaliyo yake Mungu." Wakashangazwa sana naye. Masadukayo, wasemao kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza, "Mwalimu, Mose alituagiza hivi, mtu akifa na kuacha mke bila mtoto ndugu yake, lazima amchukue huyo mama mjane amzalie watoto ndugu yake marehemu. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza alioa akafa bila kuacha mtoto. Ndugu wa pili akamwoa huyo mjane, naye pia akafa bila kuacha mtoto, na ndugu wa tatu hali kadhalika. Wote 7 walikufa bila kuacha mtoto. Mwishowe yule mama mjane naye akafa. Basi siku watu watakapofufuka, mama huyo atakuwa mke wa nani? Maana wote 7 walikuwa wamemwoa." Yesu akawaambia, "Ninyi mmekosea sana, kwa sababu hamjui maandiko matakatifu wala nguvu ya Mungu. Maana wafu watakapofufuka hawataoa wala kuolewa, watakuwa kama malaika wa mbinguni. Lakini kuhusu kufufuliwa kwa wafu, je, hamjasoma kitabu cha Mose katika sehemu inayohusu kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto? Mungu alimwambia Mose, mimi ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Ninyi mmekosea sana." Mmojawapo wa walimu wa sheria alifika, akasikia mabishano yao. Alipoona kwamba Yesu aliwajibu vyema, akajitokeza akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye peke yake Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi."
Basi yule mwalimu wa sheria akamwambia vyema, "Mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja tu, wala hakuna mwingine ila yeye. Na ni lazima mtu kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa akili yote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani yake kama anavyojipenda mwenyewe. Jambo hili ni muhimu zaidi kuliko dhabihu na sadaka zote za kuteketezwa." Yesu alipoona kwamba huyu mtu alimjibu kwa ujasiri, akamwambia, "Wewe huko mbali na ufalme wa Mungu." Baada ya haya hakuna mtu aliyethubutu tena kuulila kitu. Wakati Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni, aliuliza, "Mbona walimu wa sheria wanasema ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?" Daudi mwenyewe akiongozwa na Roho Mtakatifu alisema, "Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako." Daudi mwenyewe anamwita Kristo Bwana. Basi Kristo Atakuwaje mwanaye umati wa watu ulikuwa ukimsikiliza kwa furaha? Katika mafundisho yake Yesu alisema, "Jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita wamejivalia kanzu ndefu na kusalimiwa na watu kwa heshima. Sokoni hupenda kuketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Huwanyonya wajane, huku wakijisingizia kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali." Yesu alikuwa ameketi karibu na sanduku la hazina, akawa anatazama jinsi watu wengi walivyokuwa wakitoa fedha na kuzitia katika hazina ya hekalu. Matajiri wengi walitoa fedha nyingi. Hapo akaja mama mmoja mjane maskini, akatoa sarafu 2 ndogo za fedha. Yesu akawaita wanafunzi wake, akawaambia, "Kweli nawaambieni, huyu mama mjane maskini ametoa zaidi kuliko wengine wote waliotia fedha katika sanduku la hazina. Maana wote walitoa kutokana na ziada ya mali zao, lakini huyu mama, ingawa ni maskini, ametoa yote aliyokuwa nayo, ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi." Yesu alipokuwa anatoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, "Mwalimu, tazama jinsi mawe haya na majengo haya yalivyo ya ajabu." Yesu akamwambia, "Je, unayaona majengo haya makubwa? Hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya lingine. Kila kitu kitabomolewa." Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, akielekea hekalu, Petro, Yakobo, Yohane na Andrea wakamuuliza kwa faragha, "Tuambie, mambo haya yatatukia lini? Ni ishara gani itakayoonyesha kwamba mambo haya karibu yatimizwe?" Yesu akaanza kuwaambia, "Jihadharini msije mkadanganywa na mtu. Maana wengi watakuja wakilitumia jina langu, wakisema, 'Mimi ndiye,' nao watawapotosha watu wengi. Mtakaposikia juu ya vita na fununu za vita, msifadhaike. Mambo hayo lazima yatokee, lakini mwisho wenyewe ungali bado. Taifa moja litapigana na taifa lingine, utawala moja utapigana na utawala mwingine. Kila mahali kutakuwa na mitetemeko ya ardhi na njaa. Mambo haya ni kama tu maumivu ya kwanza ya kujifungua mtoto. Lakini ninyi jihadharini, maana watu watawapelekeni mahakamani na kuwapigeni katika masunagogi. Mtapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu yangu, ili mpate kunishuhudia kwao. Lakini lazima kwanza habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote. Nao watakapowatieni nguvuni na kuwapeleka mahakamani, msiwe na wasiwasi juu ya yale mtakayosema. Saa ile itakapofika, semeni chochote mtakachopewa, maana si ninyi mtakaosema, bali Roho Mtakatifu. Ndugu atamsaliti ndugu yake, auawe. Baba atamsaliti watoto, watashambulia wazazi wao na kuwaua. Watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Mtakapoona chukizo haribifu linasimama mahali ambapo si pake,
msomaji na atambue maana yake, hapo watu walioko Yudea wakimbilie milimani. Mtu aliye juu ya paa la nyumba asishuke kuingia nyumbani mwake kuchukua kitu. Aliye shambani asirudi nyuma kuchukua vazi lake. Ole wao wajawazito na wanaonenesha siku hizo. Ombeni ili mambo hayo yasitukie nyakati za baridi. Maana wakati huo kutakuwa na dhiki ambayo haijatokea tangu Mungu alipoumba ulimwengu mpaka leo, wala haitatokea tena. Kama Bwana asingepunguza siku hizo, hakuna binadamu ambaye angeokolewa. Lakini kwa ajili ya wateule wake Bwana amezipunguza siku hizo. Basi mtu akiwaambieni, tazama Kristo yupo hapa au yupo pale, msimsadiki. Maana watatokea kina Kristo wa uongo na manabii wa uongo, wafanya ishara na maajabu, ili kuwapotosha wateule wa Mungu kama ikiwezekana. Lakini ninyi jihadharini, mimi nimewaambieni mambo yote kabla hayajatokea. Basi siku hizo baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautaangaza. Nyota zitaanguka kutoka angani na nguvu za mbingu zitatikiswa. Hapo watamwona Mwana wa Mtu akija katika mawingu kwa nguvu nyingi na utukufu. Kisha akawatuma malaika wake, atawakusanya wateule wake kutoka pande zote nne za dunia, kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu. Kwa mtini, jifunzeni mfano huu: mara tu matawi yake yanapoanza kuwa laini na kuchanua majani, mnajua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Hali kadhalika nanyi mtakapoona mambo hayo yakitendeka, jueni kwamba Mwana wa Mtu yuko karibu sana. Nawaambieni kweli, kizazi hiki hakitapita kabla ya mambo hayo yote kutukia. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini hakuna mtu ajuaye siku au saa hiyo itakuja lini, wala malaika wa mbinguni, wala Mwana Baba peke yake ndiye ajuaye. Muwe waangalifu na kesheni, maana hamjui wakati huo utafika lini. Itakuwa kama mtu anayeondoka nyumbani kwenda safari, akiwaachia watumishi wake madaraka, kila mmoja na kazi yake, akamwambia mlinzi wa mlango awe macho. Kesheni basi, kwa maana hamjui mwenye nyumba atarudi lini, huenda ikawa jioni, usiku wa manane, alfajiri au asubuhi. Kesheni ili akija ghafula asije akawakuta mmelala. Satele, ninayowaambieni ninyi nawaambia wote, kesheni. Ilikuwa siku 2 tu kabla ya sikukuu ya Pasaka na ya mikate isiyotiwa chachu, makuhani wakuu na walimu wa sheria walikuwa wakitafuta njia ya kumtia Yesu nguvuni kwa hila, wamuue. Lakini walisema, tusimtie nguvuni wakati wa sikukuu, watu wasije wakafanya ghasia. Yesu alikuwa Bethania, nyumbani kwa Simoni Mkoma. Alipokuwa mezani kula chakula, mama mmoja aliyekuwa na chupa ya alabasta yenye marashi ya nardo safi ya thamani kubwa alikuja, akaivunja hiyo chupa, akammiminia Yesu marashi hayo kichwani. Baadhi ya watu waliokuwa hapo walikasirika, wakalisemea, kwa nini upoteza ovyo marashi haya? Yangaliweza kuuzwa kwa fedha kiasi cha denari 300 wakapewa maskini. Wakamkemea huyo mama. Lakini Yesu akawaambia, mwacheni, kwa nini mnamsumbua? Amenitendea jambo jema. Maskini mnao daima pamoja nanyi mnaweza kuwasaidia wakati wowote mnaopenda, lakini mimi sitakuwapo pamoja nanyi daima. Yeye amefanya alivyoweza, ameupaka mwili wangu marashi kutayarisha kwa maziko. Nawaambieni kweli, popote ulimwenguni habari njema itakapohubiriwa, kitendo hiki alichofanya kitatajwa kwa ajili ya kumkumbuka. Kisha Yuda Iskarioti, mmoja wa wale 12,
alienda kwa makuhani wakuu ili kumsaliti Yesu. Makuhani wakuu waliposikia habari hiyo walifurahi, wakaahidi kumpa fedha. Basi Yuda akaanza kutafuta nafasi ya kumsaliti Yesu. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wakati ambapo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa, wanafunzi wake walimuuliza wataka tukuandalie wapi karamu ya Pasaka. Basi Yesu akawatuma wawili wa wanafunzi wake, akiwaambia, "Nendeni mjini, nanyi mtakutana na mtu anayebeba mtungi wa mali, mfuateni. Mpaka katika nyumba atakayoingia mkamwambie mwenye nyumba, Mwalimu anasema, wapi chumba changu ambamo nitakula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani, kilichotayarishwa na kupambwa, tuandalieni humo." Wanafunzi wakaondoka, wakaenda mjini, wakakuta kila kitu sawa kama Yesu alivyokuwa amewaambia, wakaandaa karamu ya Pasaka. Ilipokuwa jioni, Yesu alifika pamoja na wanafunzi wake 12. Walipokuwa mezani wakila, Yesu alisema, "Kweli nawaambieni, mmoja wenu anayekula pamoja nami atanisaliti." Hapo wanafunzi wake wakaanza kuhuzunika, wakamuuliza mmoja mmoja, "Je, ni mimi?" Yesu akawaambia, "Ni mmoja wenu ninyi 12 anayechovya mkate pamoja nami katika bakuli? Kweli Mwana wa Mtu anakwenda zake kama maandiko matakatifu yanavyosema juu yake. Lakini ole wake mtu yule anayemsaliti Mwana wa Mtu! Ingalikuwa afadhali kwa mtu huyo kama hangalizaliwa." Walipokuwa wanakula, Yesu alipoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, "Twaeni, huu ni mwili wangu." Kisha akatwaa kikombe, akamshukuru Mungu, akawapa, nao wote wakanywa katika kikombe hicho. Akawaambia, "Hii ni damu yangu, inayothibitisha agano la Mungu, damu inayomwagwa kwa ajili ya watu wengi. Nawaambieni, sitakunywa tena divai ya zabibu mpaka siku ile nitakapoinywa upya katika ufalme wa Mungu." Kisha wakaimba wimbo, wakaondoka, wakaenda katika mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Ninyi nyote mtakuwa na mashaka nami, maana maandiko matakatifu yasema, nitampiga mchungaji nao kondoo watatawanyika. Lakini nikishafufuka, nitawatangulieni kule Galilaya." Petro akamwambia, "Hata kama wote watakuwa na mashaka nawe na kukuacha, mimi sitakukaaka." Yesu akamwambia, "Kweli nakwambia, usiku huu, kabla jogoo hajawika mara 2, utanikana mara 3. Lakini Petro akasisitiza, "Hata kama ni lazima nife pamoja nawe, sitakuacha." Kama wanafunzi wote pia wakasema vivyo hivyo. Basi wakafika katika bustani itwayo Getsemani. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Kaeni hapa wakati mimi nasali." Kisha akawachukua Petro, Yakobo na Yohane, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, "Nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa. Kaeni hapa mkeshe." Akaenda mbele kidogo, akajitupa chini kifudifudi, akasali kwamba kama ingewezekana asipitie saa hiyo ya mateso. Akasema, "Baba yangu, kwako mambo yote yanawezekana, uniondolee kikombe hiki, lakini isiwe kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe." Kisha akarudi kwa wanafunzi wale watatu, hawakuta wamelala. Basi akamuuliza Petro, "Simoni, je, umelala? Hukuweza kukesha hata saa moja?" Kisha akawaambia, "Kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu." Akaenda kusali tena, akirudia maneno yale yale. Kisha akarudi tena, akawakuta wamelala, macho yao yalikuwa yamebana na usingizi, hawakujua la kumjibu.
Alipowajia mara ya tatu, aliwaambia, “Mnalala bado na kupumzika sasa? Imetosha, saa imefika Mwana wa Mtu akabidhiwa kwa watu waovu. Amkeni, twendeni zetu. Tazameni, yule atakayenisaliti amekaribia.” Yesu alipokuwa bado anasema, Yuda, mmoja wa wale 12, akafika pamoja na umati wa watu wenye mapanga na marungu. Watu hao walikuwa wametumwa na makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee. Msaliti Yuda alikuwa amewapa ishara, “Yule nitakayembusu ndiye, mkamateni mkampeleke chini ya ulinzi.” Yuda alipofika tu, alimwendea Yesu moja kwa moja akasema, “Mwalimu,” kisha akambusu. Basi hao watu wakamkamata Yesu wakamtia nguvuni. Mmoja wa wale waliokuwa wamesimama hapo pamoja na Yesu akauchomoa upanga wake, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu akawaambia, “Je, mmekuja na mapanga na marungu kunikamata kana kwamba mimi ni mnyang'anyi? Kila siku nilikuwa pamoja nanyi nikifundisha hekaluni, wala hamkunikamata. Lakini sasa lazima maandiko matakatifu yatimie.” Hapo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa anamfuata Yesu akiwa amevaa shuka, nao wakajaribu kumkamata. Lakini yeye akaponyoka, akaiachilia ile shuka, akakimbia uchi. Basi wakampeleka Yesu kwa kuhani mkuu, ambapo makuhani wakuu wote, wazee na walimu wa sheria walikuwa wamekutanika. Petro alimfuata Yesu kwa mbali, akaingia ndani ya kuhani mkuu, akaketi pamoja na walinzi akiota moto. Makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa kumshtaki Yesu wapate kumuua, lakini hawakupata. Watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu, lakini ushahidi wao haukupatana. Kisha wengine walisimama wakatoa ushahidi wa uongo wakisema, “Tulimsikia mtu huyu akisema, ‘Nitaliharibu hekalu hili lililojengwa kwa mikono, na kwa siku 3 nitajenga lingine lisilojengwa kwa mikono.’ ” Lakini hata hivyo ushahidi wao haukupatana. Basi kuhani mkuu akasimama katikati yao akamuuliza Yesu, “Je, hujibu neno watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako?” Lakini yeye akakaa kimya, hakusema hata neno moja. Kuhani mkuu akamuuliza tena, “Je, wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu Mtukufu?” Yesu akajibu, “Naam, mimi ndiye. Tena mtamwona Mwana wa Mtu amekaa upande wa kulia wa Mwenyezi akija katika mawingu ya mbinguni.” Kapo kuhani mkuu akararua joho lake akasema, “Tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake. Ninyi mwaonaje wote wakaamua kwamba anastahili kuuawa?” Basi baadhi yao wakaanza kumkemea mate, wakamfunika uso, wakampiga na kumwambia, “Bashiri, ni nani aliyekupiga?” Hata watumishi wakamchukua wakampiga makofi. Petro alipokuwa bado chini ukumbini, mmoja wa wajakazi wa kuhani mkuu alikuja. Alipomwona Petro akiota moto, alimtazama akamwambia, “Hata wewe ulikuwa pamoja na Yesu Mnazareti.” Lakini Petro akakana, “Sijui wala sielewi unayosema.” Kisha Petro akaondoka, akaenda nje uani, hapo jogoo akawika. Yule mjakazi alipomwona tena Petro, akaanza tena kuwaambia watu waliokuwa wamesimama hapo, “Mtu huyu ni mmoja wao.” Petro akakana tena. Baadaye kidogo watu waliokuwa wamesimama hapo wakamwambia Petro, “Hakika wewe ni mmoja wao, maana wewe ni Mgalilaya.” Lakini Petro akaanza kulaani na kuapa akisema, “Mimi simjui mtu huyu mnayesema habari zake.” Shapte hapo jogoo akawika mara ya pili. Basi Petro akakumbuka jinsi Yesu alivyokuwa amemwambia, “Kabla jogoo halijawika mara 2 utanikana mara 3.”
Petro akabubujika machozi. Kulipopambazuka, makuhani wakuu walifanya shauri pamoja na wazee walimu wa sheria na baraza lote, wakamfunga Yesu pingu, wakampeleka na kumkabidhi kwa Pilato. Pilato akamuuliza Yesu, "Je, wewe ni mfalme wa Wayahudi?" Yesu akajibu, "Wewe umesema." Makuhani wakuu wakamshtaki Yesu mambo mengi. Pilato akamuuliza tena Yesu, "Je, hujibu neno? Tazama wanavyotoa mashtaka mengi juu yako." Lakini Yesu hakujibu neno hata Pilato akashangaa. Kila wakati wa sikukuu ya Pasaka, Pilato alikuwa na desturi ya kuwafungulia mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Baraba, ambaye alikuwa amefungwa pamoja na waasi wengine kwa kusababisha uasi na mauaji. Watu wengi wakamwendea Pilato wakamwomba awafanyie kama kawaida yake. Pilato akawauliza, "Je, mwataka niwafungulieni mfalme wa Wayahudi?" Alisema hivyo kwa sababu alijua wazi kwamba makuhani wakuu walimkabidhi Yesu kwake kwa sababu ya wivu. Lakini makuhani wakuu wakawachochea watu wamwombe Pilato awafungulie Baraba. Pilato akawauliza tena, "Basi sasa, mwataka nifanye nini na mtu huyu mnayemwita mfalme wa Wayahudi?" Watu wote wakapaaza sauti tena, "Msulubishe!" Lakini Pilato akawauliza, "Kwa nini? Amefanya kosa gani?" Lakini wao wakazidi kupaaza sauti, "Msulubishe!" Pilato alitaka kuuridhisha huo umati wa watu, basi akamwachilia Baraba kutoka gerezani, akaamuru Yesu apigwe viboko, kisha akamtoa asulubiwe. Kisha askari walimpeleka Yesu ndani ukumbini katika ikulu, wakakusanya kikosi kizima cha askari. Wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamwekea kichwani. Wakaanza kumsalimu, "Shikamoo, mfalme wa Wayahudi." Wakampiga kichwani kwa mwanzi, wakamtemea mate, wakampigia magoti na kumsujudia. Baada ya kumdhihaki, walimvua ile vazi, wakamvika nguo zake, kisha wakampeleka kumsulubisha. Walipokuwa njiani, walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni, mwenyeji wa Kurene. Yeye alikuwa baba wa Aleksanda na Rufo, na wakati huo alikuwa akitoka shambani. Basi wakamlazimisha auchukue msalaba wa Yesu. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgotha, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Wakampa divai iliyochanganywa na manemane, lakini yeye akaikataa. Basi wakamsulubisha, wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura waamue nani angepata nini. Ilikuwa saa 3 asubuhi walipomsulubisha, na mshtaka wake ulikuwa umeandikwa, "Mfalme wa Wayahudi." Pamoja naye waliwasulubisha wanyang'anyi wawili, mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto. Hapo yakatimia maandiko matakatifu yanayosema, "Aliwekwa kundi moja na waovu." Watu waliokuwa wanapita mahali hapo walimtukana, wakitikisa vichwa vyao na kusema, "Aha, wewe mwenye kuvunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, sasa shuka msalabani uliokoe mwenyewe." Nao makuhani wakuu pamoja na walimu wa sheria walimdhihaki wakisema, "Aiwaokoa wengine, lakini kujiokoa mwenyewe hawezi. Eti yeye ni Kristo, mfalme wa Israeli, basi na ashuke msalabani, ili tuone na kuamini." Hata watu wale waliosulubiwa pamoja naye walimtukana. Tangu saa 6 mchana mpaka saa 9 kulikuwa giza nchini kote. Saa 9 alasiri Yesu akalia kwa sauti kubwa, "Eloi, Eloi, lema sabakthani," maana yake, Mungu wangu,
mbona umeniacha?” Baadhi ya watu waliosimama pale waliposikia hivyo walisema, “Sikiliza, anamwita Eliya.” Mtu mmoja akakimbia, akachovya sifongo katika siki, akaiweka juu ya mwanzi, akampa anye akisema, “Hebu tuone kama Eliya atakuja kumteremsha msalabani.” Yesu akapaza sauti kubwa, akakata roho. Basi pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Jemadari mmoja alikuwa amesimama mbele yake. Aliona jinsi Yesu alivyolia kwa sauti na kukata roho, akasema, “Kweli, mtu huyu alikuwa Mwana wa Mungu.” Walikuwako pia wanawake waliotazama kwa mbali, miongoni mwao akiwa Maria toka mji wa Magdala, Salome, na Maria mama wa kina Yakobo mdogo na Yose. Hawa walimfuata Yesu alipokuwa Galilaya na kumtumikia. Kulikuwa na wanawake wengine wengi waliokuja Yerusalemu pamoja naye. Wakati wa jioni ulikuwa umekwisha fika. Hiyo ilikuwa siku ya Maandalio, yaani siku inayotangulia Sabato. Hapo akaja Yosefu mwenyeji wa Amataya, mjumbe wa baraza kuu, aliyeheshimika sana. Yeye pia alikuwa anatazamia kuja kwa ufalme wa Mungu. Basi alimwendea Pilato bila uoga, akaomba apewe mwili wa Yesu. Pilato alishangaa kusikia kwamba Yesu alikuwa amekwisha kufa. Basi akamwita jemadari, akamuuliza kama Yesu alikuwa amekufa kitambo. Pilato alipoarifiwa na huyo jemadari kwamba Yesu alikuwa amekwisha kufa, akamruhusu Yosefu auchukue mwili wake. Hapo Yosefu akanunua sanda ya kitani, akauteremsha chini huo mwili, akauzungushia sanda, akauweka katika kaburi lililokuwa limechongwa mwambani. Kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango. Chapter. Nao Maria Magdalene na Maria mama yake Yose walipaona hapo alipolazwa. Baada ya siku ya Sabato, Maria Magdalene, Salome na Maria mama yake Yakobo walinunua manukato ili wakaupake mwili wa Yesu. Basi alfajiri na mapema siku ya Jumapili, jua lilipoanza kuchomoza, walienda kaburini. Nao wakawa wanaambiana, nani atakayetuondolea lile jiwe mlangoni mwa kaburi? Lakini walipotazama waliona jiwe limekwisha ondolewa, nalo lilikuwa kubwa mno. Walipoingia kaburini, walimwona kijana mmoja aliyevaa vazi jeupe ameketi upande wa kulia, wakashangaa sana. Lakini huyu kijana akawaambia, “Msishangae mnamtafuta Yesu wa Nazareti. Aliyesulubiwa amefufuka, hayumo hapa. Tazameni mahali walipokuwa wamemlaza. Nendeni mkawaambie wanafunzi wake pamoja na Petro ya kwamba anawatangulieni kule Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambieni.” Basi wakatoka pale kaburini mbio, maana walitetemeka kwa hofu na kushangaa. Hawakumwambia mtu yeyote kitu kwa sababu waliogopa mno. Yesu alipofufuka mapema Jumapili, alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalene, ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo saba. Maria Magdalene akaenda akawajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu, na wakati huo walikuwa wanaomboleza na kulia. Lakini waliposikia ya kwamba Yesu yu hai na kwamba Maria Magdalene anamwona, hawakuamini. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda shambani. Nao pia wakaenda wakawaambia wenzao, hata hivyo hawakuamini. Mwishowe Yesu aliwatokea wanafunzi 11 walipokuwa pamoja mezani, akawakemea sana kwa sababu ya kutoamini kwao na ukaidi wao, maana hawakuamini wale waliokuwa wamemwona baada ya kufufuka. Basi akawaambia, “Nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini kwa jina langu: watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au wakinywa kitu chochote chenye sumu, hakitawadhuru. Watawawekea wagonjwa mikono, nao watapona.”
Basi Bwana Yesu alipokwisha sema, nao akachukuliwa mbinguni akaketi upande wa kulia wa Mungu. Wanafunzi wakaenda, wakihubiri kila mahali. Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuimarisha ujumbe huo kwa ishara zilizoandamana nao.